Karibuni tena katika tafakuri yetu ya Rozari, sala ya tafakari, na leo ni siku ya 23 katika mwezi wa 10 ambao ni mwezi wa Rozari. Ujumbe wetu wa leo unasema, tenga muda wa faraga kusali Rozari pamoja na Yesu. Katika tafakuri yetu ya leo, tunatafakari umuhimu wa kutenga muda wa faraga kusali, hasa wakati huu wa Rozari. Katika tafakuri moja ya nyuma, tuliona ya kuwa maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo na hata yale ya mama yetu Bikira Maria yalifanyika ili kutuonyesha mfano wa sisi kujifunza na kufuata. Nirudie tena kwa kusisitiza kwamba maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo na hata yale ya mama Maria yalifanyika ili kutuonyesha mfano wa sisi kujifunza na kufuata. Sasa kwa mantiki hiyo, tukitazama maisha ya Yesu, tunaona ya kuwa kuna wakati alihitaji kujitenga na watu ili aweze kuwa na muda wa faraga na Baba yake, yaani muda wa sala. Tunasoma hivi katika Luka mtakatifu. Lakini habari za Yesu zilizidi kuenea kila mahali. Watu makundi mengi wakakusanyika ili kumsikiliza na kuponywa magonjwa yao. Lakini yeye alikwenda zake mahali pasipo na watu, akawa anasali huko. Na hii inapatikana katika Luka 5 mstari wa 15 mpaka wa 16. Tunaona ijapokuwa Yesu alikuwa na majukumu mengi ya kuwahudumia makutano ya watu, bado hakusahau kutenga muda wa faraga kwa ajili ya sala. Hapa Yesu anatufundisha ya kuwa pamoja na kuwa na majukumu mengi ya siku, pamoja na changamoto za hapa na pale, tusisahau kutenga muda wa kukutana na Mungu katika binafsi zetu. Kazi zinapokuwa nyingi pamoja na changamoto za maisha, tunajikuta tukisahau kabisa kutenga muda wa binafsi wa kusema na Mungu. Mara nyingi tunajikuta tukisali mbio mbio kutimiza wajibu. Nirudie, mara nyingi tunajikuta tukisali mbio mbio kutimiza wajibu wa sala, badala ya kuupa kipaumbele muda huo kutulia na kusema na Mungu. Yesu alijitenga na makutano ya watu na kutafuta mahali pa faraga ili apate kusali. Kumbuka, sala ya faraga ni sawa na kufanya miadi na Mungu. Tujaribu kuangalia tunafanyaje tunapokuwa na miadi na mtu ambaye tunahitaji msaada wake au ushauri. Tunapoomba miadi, yani kwa Kiingereza wanasema appointment. Kwa hiyo miadi ya kuonana na mtu fulani kwa shida fulani, inamaanisha tunaomba tupewe muda wa kukutana faraga ili tuweze kujadili swala la kibinafsi ambalo halihitaji kuwahusisha watu wengine. Tena tunahitaji anayetusikiliza atumie muda kutusikiliza na kutupa majibu. Sasa basi, sala ya faraga nayo ni kuwa na miadi, yani appointment na Mungu. Katika faraga hii tunahitaji kusema na Mungu kwa njia ya sala katika mazingira ya utulivu na tafakari na kusikiliza sauti ya Mungu, kwani hakuna mazungumzo ya upande mmoja tu. Sala ya tafakari inatusaidia sana kuzama kiroho na kukutana na Mungu. Ni katika tafakari ndipo tunaweza kumweleza Mungu yale tunayotaka kumweleza na kumsikiliza katika yale anayotaka kutuambia. Kama tulivyoona, sala ya Rozari kwa kutumia rozari
ni njia ya mafanikio ya kuweza kuwa na tafakari nzuri ya kukutana na Mungu. Katika sala hii ya tafakari katika faraga, tujipe muda wa kusikiliza sauti ya Mungu. Tusiwe wasemaji tu, bali pia tuwe wasikilizaji. Unaweza kuuliza, ni wakati gani ulio mzuri wa kuwa na faraga katika sala? Mara nyingi Yesu alisali kukiwa na giza, au tuseme usiku, au usiku kucha. Wakati mwingine asubuhi na mapema, yaani kungali na giza kidogo. Tunaweza kuona hili katika Marko mtakatifu sura ya 1 mstari wa 35. Kusali usiku au asubuhi na mapema juu ya kilele cha mlima au mahali pasipokuwa na watu kulimpa Yesu kuwa na tafakuri ya kina na Baba yake, kwani wakati huo ni kabla ya kuanza shughuli za siku. Lakini hii haimaanishi tusitafute muda hata tukiwa katika shughuli zetu, pale nafasi inapopatikana kufanya tafakuri fupi kwa faida. Tunasema kwa faida, kwani tukimwangalia Yesu tunaona sala iliunda msingi wa huduma yake. Alisali kabla ya kufanya maamuzi makubwa. Matendo yake ya miujiza na uhusiano wake mtukufu na Baba vilihusiana kwa ukaribu na nyakati za sala. Umoja na Baba yake ulikuwa chanzo cha maudhui ya maombi yake endelevu. Kumbe ni muhimu sana kuwa na tabia ya kuwa na sala ya faraga. Katika wakati huu wa rozari na wakati mwingineo, sala ya faraga ikawe ni kipaumbele chako na changu. Tumsifu Yesu Kristo.